الحمد لله عالم السر والجهر وقاسم الجبابرة بالعز والقهر، محصي قطرات الماء وهو يجري في النهر، وفضلها بعض المخلوقات على بعض حتى أوقات الدهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، أحمده حمدا لا منتهى لعدده، وأشكره شكرا يستجيب المزيد من مدده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الآمين، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فيا معشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإنه قد فاز المتقون. واعلموا أن الفوز للمتقين، ومن لم يلبس الثياب من التقى تكلف عريانا ولو كان كاسيا. Ndugu zangu katika imani, na baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, yanakustaka sana na amani zimwende Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nichukue fursa hii ya kuhusia nafsi yangu, basi na kusahau vile vile nafsi zenu, pia swala zima ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alilomuumbia nalo kwa mwanadamu, nalo si swala nyingine, ni swala la kufuata maamrisho yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaamrisha, na ni swala la kuacha yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyakataza. Ndugu zangu Waislamu, wacha Mungu ndio watu ambao watakaofaulu, ima wana mahala pakubwa kwa kufaulu mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo kalidhibitisha mwenyewe Allah ndani ya kitabu chake kitakatifu pale aliposema, inna lilmuttaqina mafaza, hakika wana wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala sehemu ya kufuzu. Na Mungu Allah atujalie tuwe miongoni mwa wacha Mungu. Ndugu zangu katika imani, la yakhfa ala aljamii kwamba anna sauma min afdali libadat, ni jambo ambalo alifichikani kwa yoyote, kwa kwamba funga ni katika ibada bora miongoni mwa ibada zake Allah subhanahu wa ta'ala. Anna sauma min afdali libadat, kwamba funga ni katika ibada bora miongoni mwa ibada zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah katabahu ala jami'i al-umam, na ifunga Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha kwa nyumati zote zilizopita. Ingawa tunatofautiana kufunga, lakini yote na yote ni kwamba wewe unafunga na wao pia waliotangulia walifunga. Wafaradahu alaihim, na akawafaradhishia hii funga na wao pia. Kwa katika ibada miongoni mwa ibada zake bora, miongoni mwa ibada zake bora Allah subhanahu wa ta'ala, as-sawmu min afdali al-ibadat, funga ni katika ibada bora miongoni mwa ibada zake Allah subhanahu wa ta'ala. ومن فضائل الصوم رمضان، na katika mabara ya mwezi wa Ramadhani, anna thawabahu la yataqayyadu bi'adadin muayyan, kwamba ibada malipo na thawabu za
funga hazifungamaniki kwa idadi maalumu, bali yutaa as-saimu ujrahu bighairi hisab, bali yule mwenye kufunga anapewa malipo yake pasina hesabu. Na hilo amelithibitisha mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala kupitia maneno yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, kullu amal ibn adam, matendo yote ya mwanadamu lau ni yake yeye, illa sawma, isipokuwa funga, fa innahu li, funga ni yangu mimi, wa ana ajizi bihi, na malipo ya funga hii nayatoa mimi. Matendo yote ya mwanadamu ni yake yeye, isipokuwa funga. Funga ni yangu mimi, na mimi ndio ninayetoa malipo ya hii funga. Tasawwar, pigia picha kwa sura ya kawaida kwamba umeenda kufanya kazi, ni mfano, umeenda kufanya kazi kwa bosi fulani, profesa ima mheshimiwa yule akawa akukupatia kazi, ingawa haipendezi kufanya kazi kabla ya maelewano. Mfanyakazi anakuwa afanye kazi, pia atambue kwamba mimi baada ya kazi yangu utapata kitu fulani. Tasawwur, umeenda kufanya kazi kwa bosi mheshimiwa, atakupa kazi, lakini kazi ile akwambia fanya kazi tu, ukamwambia sasa nafanyaje kazi, na yakuwa sijajua washida gani, wataka hela ima wataka nini. Bosi yule akawa amekutoa hofu, yeye akwambia fanya kazi tu, hata usiwazi. Na ukisikia sifa za yule bosi, ana sifa nzuri, si tapeli, si mtu mwenye roho mbaya, si mtu rumati, ana roho ya huruma, kakwambia fanya kazi. Wewe fanya kazi, ukafanya kazi, baada ya kazi yako akakupa na ukafurahi. Huu ni mfano sasa. Kashakwambia kazi ni yangu mimi, wewe fanya, mimi nitakupa. Na wao kashasema as-sawmu li wa ana ajizi bihi, funga ni yake Allah na yeye ndiye anayetoa malipo ya hii funga. Inna Allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala, sifa yake kubwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kutokupoteza yale anayoyafanya huyu mwanadamu, Funga ni yake Allah, kashakwambia funga, na ujira na malipo anatoa yeye. Wapata shaka gani? Malipo anatoa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, lakini liman, kwa nani? Liman sama imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Utapata hayo kama utafunga kwa imani na kutarajia malipo kwake Allah subhanahu wa ta'ala. As-sawmu li wa ana ajizi bihi, funga ni yangu mimi na mimi ndio ninatoa malipo ya funga hii. As-sawmu min afdal al-ibadat, wa min fadaili as-sawmi la yatakayadu bi'adadin muayyan, thawabu la yatakayadu bi'adadin muayyan, thawabu zake hazifungamaniki kwa idadi maalumu, kwamba ukifanya hiki wewe una moja, kwamba ukifanya hili wewe una 10, bali 10 mfano wake. La yatakayadu bi'adadin muayyan, bali yu'ta as-saimu ujrahu bighairi hisab, bali upewa yule mwenye kufunga malipo yake pasina kuhesabiwa. Na aliyesema haya ni mfalme wa wafalme, asiyepokea rushwa, asiye kuwa na ubabaifu katika ulipaji. La yudhi'u ajra man ahsana amala. Hilo ni moja katika mazuri na mabora ya funga yetu ya mwezi wa Ramadhani.
Lakini pia ndugu zangu Waislamu, asaumu junna, saumu ni ngao. Saumu ni ngao ambayo inakuzuia wewe na nini, kama alivyosema anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha kana yaumun saumi ahadikum fala yarfus, itakapokuwa siku ya funga ya mmoja wenu hasizungumzi maneno machafu, jizuie. Idha kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus, itakapokuwa siku ya funga ya mmoja wenu amefunga, lazima afanyaje? Ajizuie, asiseme maneno mabaya. Fa in sabahu ahadun au qatalahu, ikiwa akafikia siku moja amemtukana mwenzake mmoja, ima amemtukana yoyote au amempiga maneno yake makubwa, atakuwa sema mwenye kufunga, inni swaimu, mimi nimefunga ndugu yangu, nimefunga mimi. Asaumu junna, unapokuwa umefunga Muislamu lazima uhifadhi ulimi wako. Ndio maana tukasema kwamba unapofunga lazima pia hata mdomo ufunge, mdomo pia ufunge, masikio pia yafunge, hata macho pia yatakiwa yafunge. Asaumu junna, kwamba funga ni ngao ya kuzuia wewe na mimi kutofanya yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyaharamisha na kuyakataza ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tuzama katika imani, ni fursa adhimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kutupatia sisi umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni lazima fursa hii tuitumie kwa kuyafuata maelekezo ambayo tulielekezwa sisi Waislamu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema fami sani afdal inda min rihil miskin, lakini katika vitu ambavyo ni bora anavipata yule mwenye kufunga ile harufu yake nzuri, ile harufu ya mdomo ya yule aliyefunga inapotoka yapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio baada alishakwambia kwa niambo mimi, na maana vyote hivi ni vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Ile harufu anaitoa wewe sina kukera, ukipuliza mazako anakereka, basi ile bado anapokereka Allah subhanahu wa ta'ala anasema hiyo funga, hiyo harufu anaitoa yule kufunga kwangu mimi yapendeka zaidi kuliko ni mafuta ya miski. Kitabu miski wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, harufu unayotoa yapendeza zaidi wakati unaitoa wakati ule umefunga, ni harufu ambayo yapendeka zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na itakwambia saumu li, na mimi sifunga ni yangu mimi, wa ana ajizi bihi, takutoa mafunga yote malipo yake yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Upotezi ndugu yangu Islam, lazima kuyaendea yaliyokuwa bora, kutengeneza hasa kuliko kuwa haswa, kwa lengo la kupata salama na msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema lisaim farahtani, wewe mwenye kufunga ana furaha mbili, yafurahuma idha afara, anafurahi kwa furahi hizo, moja katika ibada anapofuturu, wa idha rakia rabbahu,
na siku ile ambayo anakutana na Mola wake. Mwenye kufunga ana furaha za aina mbili. Furaha ya kwanza inapatikana pale anapofuturu. Ila siku umefunga, wakati wa kufuturu unapata furaha wewe. Mchana mzima uko umejizuia, hakuna kula, hakuna kunywa, hakuna kufanya jimaa mchana wa Ramadhani, lakini unapofika usiku umehayarishiwa yote, bali nafsi yako inakuwa inafurahi, ina furaha pale. Farahtani, ana furahi. Na ni furaha nyingine inaraki Rabbahu, ni siku ile ambayo atakutana na Mola wake, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kaizungumza vyema, kalla bal tukadhibuna bid-din wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawma ad-din wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawm ad-din thumma ma adraka ma yawm ad-din yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawmaidhin lillah. Na siku hiyo ni siku ambayo laki Rabbahu, umekutana na Mola wako. Yawmaidhin amru lillah, siku hiyo amri ni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Utafurahi siku hiyo, utafurahi siku hiyo kwa yale utakayokuta. Allah anakuonyesha mazuri yako ulioteseka nayo ndani ya Ramadhani nzima. Allah amekuhifadhia. Siku ya kukutana na Mola wako ni siku ambayo hakuna yeyote atakayezungumza isipokuwa kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ni siku ambayo pia mwenye kufunga atakuwa ana furaha iliyokuwa ya hali ya juu. Yawmaidhin lillah thumma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawmaidhin lillah. Siku hiyo unakutana na Mola wako katika viwanja vya hisabu, walipo kwa kile ambacho ulichokifanya, walipo kwa kile ambacho ulichokifanya. Siku hiyo ni siku ambayo utakuwa una furaha mno. Kwa ndugu zangu Waislamu, Ramadhani tuitumie vyema, kwa sababu ni mwezi wa fursa wa kutengeneza kwa vile tulivyoharibu katika miezi mingine. Na mengi mabaya kuyafanya, tumeletewa Ramadhani, sio mwezi wa kuandaa futari mutanawia mukhtalifa. Hapa tambi, hapa maharage, hapa si kachori, hapa si pilau na pilipili, hapa sio mwezi huo. Ni mwezi huo kweli, yana hivyo, lakini uangalie pia nafsi yako. Ni mwezi wa khairat, kutengeneza, mwezi wa kuomba msamaha, mwezi wa kufanya khairat. Ndio maana mmoja katika Waislamu alikuwa anatoa wasia akisema, ya alladhi ma kafahu dhanbu fi Rajab hatta asara Allahu fi shahri Sha'ban lakad adallaka shahru sawmi ba'dahuma fala tusayiru wa aidan shahru isyan. Akayosema tena beti nyingine, kam kunta ta'rifu mimman shama fi salaf min baini ahli wa jirani wa ikhwani afanahumul mautu wastabaqaka ba'dahum fala tusayiru wa aidan shahru qala. Kama alivyosema, anasemaje? Ewe ambaye Ramadhani imekufikia au kukutosha dhambi katika mwezi wa Rajab, mwezi wa Shaabani, ulishinda kwenye vigodoro mchana kutwa usiku kucha, ulishinda kwenye mambo ya ajabu katika miezi hiyo, hata
mwezi wa Ramadhani vile vile. Sasa tayari Ramadhani ishakudhihirikia, usingeuzi ni mwezi huu wa Ramadhani ni kama miezi mingine ambayo wewe ulikuwa ukiruka na kucheza. Mwezi wa Ramadhani sio mwezi wa kucheza kama ulivyocheza katika mwezi wa Shaabani, katika mwezi wa Rajab, ni mwezi wa kutengeneza. Akasema wangapi ulikuwa unajua wewe walikuwa ni mahodari wa kufunga, walikuwa ni mahodari wa kheri, min baini ahli wa jirani wa ikhwani, ndugu wa karibu, majirani zako, wangapi walikuwepo? Afanahumul mautu wastabaqan, mauti tayari amewachukua, lakini na wewe kukubakisha. Wala tusayiru aidan shahri ziyadi, usiufanye mwezi huu ni mwezi wa kushinda kwenye mijamvi, kushinda kwenye madisko na vijio visiokuwa na manufaa kwako wewe. Ni mwezi wa kuomba maghfira, kuiandaa nafsi, kufuta yote ambayo ulikuwa ukiyafanya, kwa sababu yote uliyofanya tayari yashadhibitiwa na hakuna wa kuyaondoa haya zaidi ya wewe mwenyewe. Ulijipinda kuyatengeneza, lazima ujipinde kuyaondoa. Hakuna atakuja kukusaidia wewe, bali ni wewe mwenyewe. Na ukishinda kuyaondoa katika mwezi huu, mwezi ambao wale mashetani wakubwa tayari hawapo, wamefungwa, milango iko wazi, maftuha, iko wazi, milango imefunguliwa. Ukishinda kutengeneza hapa, imani yangu ni ndogo sana kama unaweza kutengeneza katika mwezi mwingine. Ukishinda kutengeneza katika mwezi huu, usitarajii kama ila ma rahimahullah, lakini ni mwezi wa kutengeneza. Yote tuliyoyafanya tayari yashathibitishwa na yameandikwa. In kullu nafsin lamma alayha hafidh, hakuna nafsi yoyote isipokuwa ina yenyewe nafsi ile kwa kuwahifadhi. Yote uliokuwa ukiyafanya yameshaandikwa na haya yanafutwa. Hakuna ya kuyafuta zaidi ya wewe. Na utayafutaje? Kuomba msamaha, ukimbilia kheri, ijifanya lati ya ahsan, ufanye mambo mazuri mazuri, ili yale yote machafu uliyofanya katika miezi mingine yaondoshwe na yafutwe. Ukandulu na karimu kwamba hakuna kuyaondosha uliyofanya zaidi wewe mwenyewe. Uliyofanya kwa sisi wenyewe lazima tuwaondoshe sisi wenyewe, ili tukawe na furaha siku hiyo ya kukutana na Mola wetu. Yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, hakuna kuamrishana siku hiyo. Kwa hiyo niliyafunga mimi, si wewe fanya hiki. Amru yaumaidin lillah, amru siku hiyo ni yake Allah, wal amru yaumaidin lillah, amri ni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Alamu ayuha nnas anna sawma min afdali ibadat, tamweni ndugu zangu katika imani, kwamba katika ibada bora miongoni mwa ibada zake Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuwa bora, saumu minha min al-ibadat, funga ni katika ibada bora miongoni mwa ibada zake Allah subhanahu wa ta'ala. Tukimbieni kheri kwa lengo la nafsi yetu sisi wenyewe. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البار الكريم.